Moja kwa moja katika upande wa kimataifa tuangazie kwa mazungumzo ambayo tunategemea kuweza kufanyika Alhamisi ya wiki hii kati ya taifa la Marekani na Iran, ambao tunafahamu wao wapo katika mzozo. Kuna mtu aliweza kuniuliza huu mzozo wa Marekani na Iran umetokana na nini? Nikamwambia ni kutokana na uzalishaji wa madini ya urani katika taifa la Irani. Lakini akaniambia ni mbona kama vile Marekani alikuwa anatafuta sababu, kwa sababu tunafahamu na maandamano ambayo yaliweza kufanyika mwishoni mwa mwezi wa 12 mwaka jana 2025 na mpaka mwanzoni mwa mwaka huu 2026, ndio kama vile ilikuwa ni tiketi ya Marekani kuhakikisha kwamba upande wa Irani inaweza kuwadhibiti katika uzalishaji wa madini hayo ya urani, lakini pia na katika uzalishaji wa nyuklia. Alianza katika masuala mazima ya maandamano akisema kwamba kwa wale ambao waliofanya maandamano katika taifa la Iran, basi yeye yuko tayari kuweza kuwasaidia. Lakini pia tukaona pia kuhusiana na adhabu kwa wale ambao waliweza kufanya maandamano katika taifa la Irani. Tuliweza kuona adhabu yao ilikuwa ni ya kifo. Lakini upande wa mataifa ya magharibi, lakini pia na upande wa Marekani wakaweza kuweka shinikizo akisema kwamba Iran ikiweza kufanya hivyo inakuwa ni kama vile ameweza kuvuka mstari mwekundu. Kwa hiyo ni kama vile kuna sababu ambayo ilikuwa inatafutwa. Baadhi ya watu wanasema hivyo. Lakini hata pia unakuja kuangazia kuhusiana na mvutano huu ambao upo kati ya Marekani pamoja na Irani kuhusiana na masuala mazima ya uzalishaji wa nyuklia. Lakini hata hivyo baadhi ya mataifa ya magharibi wanaofia, ukiacha tu na Marekani peke yake, hapana, baadhi ya mataifa ya magharibi wanaofia kuhusiana na uzalishaji wa madini ya urani katika taifa hilo la Iran, lakini pia pamoja na uzalishaji wa nyuklia. Wanasema ni kama vile Iran inatengeneza bomu ambalo litaweza kuangamiza mataifa ya magharibi. Na tumeweza kuona baadhi ya mataifa ikiwemo ni Poland pamoja na Ujerumani wakiweza kuondoa wafanyakazi wao katika taifa hilo la Iran. Sasa kuchukua hatua hiyo ni kama vile kuweza kujihami zaidi kuhusiana na mvutano ambao upo sasa hivi. Japokuwa tumeweza kuona rais wa Iran Masoud Pezeshkian aliweza kuzungumza akisema vile ni kama kuna matumaini ambayo ameweza kuona katika mazungumzo ya kwanza yaliyoweza kufanyika kati ya Marekani pamoja na Iran. Ni kama kuna matumaini ambayo ameweza kuyaona. Lakini hivi karibuni tuliweza kuona upande wa Marekani ikiweza kutoa siku 10 hadi 15 katika taifa la Iran kuacha kufanya uzalishaji wa madini ya urani pamoja na nyuklia. Na baada ya kuweza kutoa angalizo hilo kwa upande wa Iran, tukaweza kuona pale ambapo waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi naye pia akaweza kuzungumza akisema kwamba upande wa Iran hawataki kuona baadhi ya mataifa wakiweza kuwaingilia katika uzalishaji wa madini hayo ya urani pamoja na nyuklia. Kwa ni kama vile kumekuwa na sitofahamu, yani kumekuwa na vuta ni kuvuta, kila mmoja akionekana kuvuta katika upande wake. Marekani akivuta upande wake, lakini pia hata na Irani na wenyewe akivuta katika upande wake. Na wakati pale ambapo rais wa Marekani alipoweza kuzungumza hivyo kutoa siku 10 hadi 15 kwa upande wa Irani, na ndipo ambapo tukaweza kuona mjumbe wa Marekani katika masuala mazima ya Mashariki ya Kati Steve Witkoff naye pia aliweza kuzungumza akisema kwamba rais wa Marekani Donald Trump yani ameshangazwa kwa kuona licha ya kuweza kupeleka karibu kabisa meli zake za kivita, lakini pia tumeweza kuona jinsi gani ambavyo ndege za kijeshi yani karibu kabisa na Iran, lakini bado Iran kama vile anaendelea kushikilia msimamo wake. Amesema ni kama vile rais wa Marekani ameona kama ameweza kushangazwa, yani licha ya vikwazo au mashinikizo mbalimbali ya kufanya taifa la Iran kuweza kurudi nyuma katika uzalishaji wa madini hayo ya urani, lakini kama vile Iran ameweka pamba katika masikio yake. Lakini tunategemea kuwa na mazungumzo ya namna gani wiki hii siku ya Alhamisi, kwa sababu tunaona bado kila mmoja akiendelea kushikilia upande wake. Upande wa Iran akivuta kwake, lakini pia na upande wa Marekani akivuta kwake. Kuna baadhi ya watu wakawa wanazungumza zaidi wakisema kwamba je, Marekani ataweza kushambulia Iran? Natumaini hata na wewe pia unajiuliza hivi. Je, Marekani ataweza kushambulia Iran? Na je, Iran ataweza kushambulia Marekani? Japokuwa kwa upande wa waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi aliweza kuzungumza akisema kwamba wanategemea kuona mazungumzo yatafanyika na hitimisho litaweza kupatikana kwa safari hii. Na hata hivyo pia katika upande wa mzozo huu kuweza kuisha
na akasema kwamba ikitokea labda mfano ikitokea Marekani akashambulia Iran, basi Iran wao watajilinda. Watajilinda vipi? Hapo hajaweza kufanua zaidi. Lakini hata mpatanishi tunafahamu katika mzozo huo, Oman amesema kama mpatanishi naye ana matumaini makubwa kwa mazungumzo ambayo yatafanyika siku ya Alhamis, akisema kwamba itakuwa ni mazungumzo ambayo kwa upande wake Oman anaona kama hitimisho litaweza kupatikana. Lakini pale ambapo mpatanishi anaona kabisa kwamba hitimisho litaweza kupatikana, ndipo ambapo Marekani na Irani kila mmoja akiendelea kuvuta upande wake. Marekani akivuta upande wake, lakini pia na Irani akivuta upande wake. Tuliweza kuona kwa upande wa Irani akisema kwamba wapo tayari kushusha uzalishaji wa madini hayo ya urani ikiwa tu wataweza kuondolewa vikwazo mbalimbali, hususan masuala mazima ya kifedha, akimaanisha masuala mazima ya kiuchumi. Lakini hata hivyo na upande wa Marekani kuweza kuondoa vikwazo hivyo itawezekana, na tumeweza kuona jinsi gani ambavyo upande wa Iran itakuwa ni vigumu, kwa sababu yeye amesema tayari kushusha uzalishaji wake wa madini hayo ya Iran. Tukumbuke wapo kwa 60% sasa hivi, na Marekani alisema ikiwezekana ashuke mpaka kwa 3%. Kwa hiyo aweze kupoteza 57% zote. Je, Iran itaweza kukubali? Kwa tumeweza kuweka mategemeo yetu, tumeweza kuweka matumaini yetu kwa mazungumzo ambayo yatafanyika kwa pale Geneva, Uswizi kwa siku ya Alhamisi, kuweza kuona itakuwa ni mazungumzo ya namna gani. Kwa upande wa rais wa Iran Masoud Pezeshkian, ni kama vile ana matumaini makubwa kwa mazungumzo hayo ambayo yataweza kufanyika, ni kama vile ameweza kuona hitimisho itaweza kupatikana. Lakini hata na upande wa mpatanishi katika taifa la Oman, na wenyewe Oman wameweza kuona hitimisho itaweza kupatikana. Je, hitimisho itaweza kupatikana kati ya Marekani pamoja na Irani, huku kija kuangazia kila mmoja akizidi kuendelea kuvuta upande wake. Hizo siku 10 hadi 15 ambazo rais wa Marekani ameweza kuzitoa, je, zikiweza kupita na mazungumzo ambayo tunategemea kuweza kufanyika siku ya Alhamisi yakaa yameenda ndivyo sivyo, na siku 10 hizo hadi 15 zikaweza kupita, Marekani ataweza kuishambulia Irani? Mtazamaji, natamatisha hivi Morning Victory siku hii ya leo. Natumai nitakuwa nimekujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Georgina Mwatatu. Ni saa 2:58. Natamatisha hivi Morning Victory siku hii ya leo. Endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa.